Kwa uongozi wa hospitali yetu ya Nyamiaga, tumekuja sisi leo kuadhimisha siku ya wanawake duniani kama wanawake wa halmashauri ya wilaya ya Ngara, na ninayezungumza hapa ni Mariam Amiri, ni katibu wa CCM wa wilaya ya Ngara. Kiukweli tumekuja katika kuwaona hawa watoto njiti. Tumetoa zawadi ambazo Mungu ametujalia, na pale ambapo tulipata wadau wameweza kutusaidia, lakini mama huyu hatukutarajia kukutana naye, lakini baada ya kufika hapa hospitali tumekuta na tumepewa historia yake. Kwa kweli tumewiwa. Kwa hiyo tumewiwa na yeye vitu ambavyo tumewapatia wale ambao wamejifungua watoto njiti, yani jiko la mtungi wa gesi ukiwa umejaa, pamoja na sabuni, pamoja na mafuta, lakini tumempatia na huyu mama, ingawa haikuwa hapo kwenye budget, lakini tumejipiga na yeye tumempatia. Wito wetu, ombi letu sisi kama kina mama wa halmashauri ya wilaya ya Ngara, tunaiomba serikali iweze kumwangalia huyu mama. Huyu mama amepata madhila makubwa. Hawa watoto wanashindwa kuwa na uzito mkubwa ni kwa sababu hawana lishe. Kwa hiyo tunaomba serikali na wadau mbalimbali waweze kufika hapa hospitali ya Nyamiaga, waweze kumsaidia huyu mama ili aweze kujikimu, na hawa watoto wakikua ndio tegemeo pia la nchi. Serikali inategemea watu. Kwa hiyo watu ni pamoja na hawa watoto. Kwa hiyo tunaomba sana wadau mbalimbali pamoja na viongozi wote watakaowiwa na kuona habari hii, basi waweze kufika hapa hospitali ya Nyamiaga. Huyu mama anahitaji msaada wa hali na mali, kila mmoja atatoa kulingana na Mungu atakavyomjalia. Karibuni sana kwa ajili ya kuja kumsaidia. Kwa jina naitwa Happiness Anton Kidende. Hiki ni kizazi changu cha 3. Kizazi cha kwanza ni huyu mmoja, cha pili ni wawili, wa kike na wa kiume, cha 3 ndo hawa watatu, wa kike mmoja, wa kiume wawili. Mimi nilipojifungua nikajifungulia humu Nyamiaga. Sikupata msaada wowote, ila huduma nilipata vizuri. Nilikuwa nahitaji mnisaidie katika uwezo mlionao, mnisaidie niweze kudumisha watoto wangu vizuri, kwa sababu sasa hivi wamefunga mwaka mmoja na miezi 8. Uzito wanapata kilo 8.5. Wa kwanza anapata kilo 9, wa pili anapata kilo 8, wa tatu anapata kilo 7 na mapointi. Kwa hiyo nilikuwa nahitaji mnisaidie, mnipe kama msaada niweze kudumisha watoto wangu wapate maisha mema. Asante. Msaada kama huo anaweza kunisaidia kama vifaa vya kuananili, kama nguo, vyakula, kwa sababu naenda shambani unakuta nafikisha saa 6 bila kunywa uji, watoto bila kula. Maana nisipoenda kulima siwezi nikapata namna ya kuishi na hawa watoto. Mume wangu anafanya kazi za vibarua, kwa hatuna jinsi ya kuishi.